Rapper Kanye West amekumbana na upinzani mkali kutoka kwa mashabiki wa makundi mbalimbali nchini Slovakia kufuatia kutangazwa kwake kama msanii mkuu, yani headliner katika tamasha kubwa la muziki la Rubicon linalotarajiwa kufanyika hivi karibuni katika jiji la Bratislava. Tangazo hilo lililotolewa rasmi wiki iliyopita na waandaaji wa tamasha hilo, lakini pia rapper Kanye West mwenyewe kupitia kwenye ukurasa wa Instagram lilikusudia kuonesha ukubwa wa tamasha la mwaka huu, lakini badala yake limeibua mjadala mkubwa sana na mkali na ghadhabu kutoka kwa baadhi ya raia wa Slovakia na mashirika ya kiraia. Wakosoaji wanataka waandaaji waondoe jina la Ye kwenye orodha ya wasanii wakuu, wakitaja sababu mbalimbali ikiwemo misimamo yake tata ya kisiasa, matamshi ya chuki ya awali na matukio ya kihistoria ambayo yameibua mgawanyiko mkubwa katika jamii za kimataifa. Katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya ndani, baadhi ya wakazi wa Bratislava wametaja hatua ya kumwalika Ye kama kosa la maadili na hatua ya kibiashara isiyo na uwajibikaji. Mwandishi mmoja wa habari wa kitamaduni nchini humo aliandika, Slovakia ni taifa linaloelekea katika mwelekeo wa umoja na heshima kwa kila mtu. Kumpa jukwaa mtu kama Ye ambaye amekuwa akikumbwa na shutuma mbalimbali za chuki ni sana kurudisha nyuma juhudi hizo. Wengine wamesisitiza kwamba licha ya mchango wake mkubwa kwenye muziki na tasnia ya mitindo, Ye ameendelea kujihusisha na matamshi na vitendo ambavyo vimewakwaza watu wengi, hasa kutoka makundi ya wachache na dini tofauti. Mashirika ya kijamii yameanzisha kampeni mtandaoni na kutaka jopo la waandaaji kumwondoa kwenye ratiba, huku zikiwepo hofu kuwa uamuzi wa kuendelea naye unaweza kusababisha maandamano au kuvuruga tamasha hilo. Hadi sasa waandaaji Rubicon hawajatoa tamko rasmi kuhusu iwapo watamwondoa Ye kwenye lineup au la. Hata hivyo, chanzo cha ndani kilichozungumza na vyombo vya habari vya Slovakia kimesema kuwa suala hilo linazingatiwa kwa uzito mkubwa. Ye pia hajatoa kauli yote rasmi kuhusu upinzani huu, lakini historia yake ya kupuuza ukosoaji wa umma inaweza kumfanya asikwepe jukwaa hilo. Katika miaka hivi karibuni, msanii huyo amekuwa akifanya matamasha yanayozua utata mkubwa na mara kadhaa kujikuta akikosolewa vikali kimataifa. Tamasha la Rubicon linatarajiwa kuvutia maelfu ya mashabiki kutoka Ulaya na sehemu mbalimbali duniani, lakini sasa hatima ya ushiriki wa Ye inabaki kuwa na utata, suala ambalo linaweza kubadilisha mwelekeo wa tukio hilo kubwa la kimuziki. Mbali na Slovakia, Kanye West pia ametangaza ratiba matamasha mengine atakayofanya kwa China, yotoka ni Julai 12, stadium ito Shanghai Stadium, na pia Korea, hiyo itakuwa ni Julai 26, sehemu itwayo Melon Ticket. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.